Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Ni wakati mwingine tena mzuri wa kwenda kujifunza neno la Mungu ili liweze kukusaidia na liweze kunisaidia na mimi kututoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Amini kwamba tunapoenda kusema neno la Mungu, basi Mungu anakuwepo katikati ya lile neno kulithibitisha. Na hili neno ambalo tunaenda kulihubiri hapa, Mungu ataenda kulithibitisha kwenye maisha yako unaposikia neno hili. Na tuombe. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakati huu mwingine tuko mbele zako kwa ajili ya kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu uliye msaidizi wetu, tunaomba ulithibitishe neno lako kwa kila mtu atakayelisikia neno hili. Mungu kalithibitishe na likafanyike baraka, likafanyike uponyaji kwenye maisha yake na kwenye maisha yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Leo tutaendelea kujifunza neno la Mungu katika mwendelezo wa maneno mengi ya Mungu ambayo tuliendelea kujifunza kuhusu imani na maombi. Lakini leo tutaenda kuangalia neno la Mungu linalohusu maarifa ya Mungu kwenye maisha yako, jinsi anavyoweza kukusaidia kuweza kuzishinda ila za shetani. Tutaenda kusoma Hosea mlango ule wa 4 na mstari ule wa 6. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Nimesoma hiyo Hosea 4 mstari wa 6a na b. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukiangalia neno hili unaweza ukajua kabisa kwamba Mungu alikuwa akizungumza akiwa katika hali ya namna gani. Wakati mwingine Mungu akisema na watu kupitia neno lake, unaona kabisa hapa alikuwa anazungumza kwa furaha, hapa alikuwa anazungumza kwa huzuni, hapa anazungumza akiwa amekasirishwa kwa hasira. Kwa mfano neno hili unaweza ukapata picha Mungu alikuwa katika hali gani wakati analitamka neno hili, anaposema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Biblia au neno la Mungu siku zote linatutaka tuweze kuishi maisha ya ushindi, kuishi maisha ya mafanikio, kuishi maisha ambayo yanakuonekana kutoka, sio maisha ya kushindwa. Anaposema watu wangu wanaangamizwa, maana yake Mungu anakasirishwa na kusikitishwa anapoona watu wanaangamizwa. Anasema watu wangu wanaangamiza kwa kukosa maarifa, si kwa kukosa maombi. Maombi wanafanya sana. Si kwa kukosa imani. Imani wanayo. Si kwa kukosa kufunga na kuomba. Ukweli wanafunga na kuomba. Lakini yapo maarifa ambayo Mungu anahitaji uwe nayo ili usiingie kwenye mitego ya shetani. Unakumbuka Yesu alipotoka kwenye maombi ya siku 40 akiwa amefunga na kuomba, shetani alikuja akamjaribu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Kugeuza mawe kuwa mkate sio dhambi. Au akamwambia, jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika wakuchukue kwenye mguu wako. Ni kweli imeandikwa. Lakini kwa kuwa Yesu alikuwa na maarifa, hakuweza kuingia kwenye maangamizo ya adui, aliweza kumshinda shetani. Hivyo Mungu anatutaka tuwe na maarifa. B anasema, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Anaposema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, anamaanisha kwamba ni kitu ambacho tayari ulishapewa. Kitu ambacho nakikataa ni kitu ambacho ulishapewa. Hawezi akasema umekataa kama hajakupa. Manake Mungu tayari ameshaachilia maarifa kwenye maisha yako
kwenye maisha yangu, lakini kuna namna moja au nyingine unakuta tumeyakataa yale maarifa ambayo Mungu ameachilia kwako. Ndipo anaposema unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa nini Mungu anatuhitaji tuwe na maarifa? Kwa nini Mungu anatuhitaji tuwe na maarifa? Kwa sababu shetani anafanya kazi kwa hila. Shetani anafanya kazi kwa hila, au adui yetu ambaye ni Ibilisi, shetani anafanya kazi kwa hila, kwa ujanja. Na ndio maana Mungu anatuhitaji tuwe na maarifa. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso na mlango ule wa 6 mstari ule wa 11, Waefeso mlango wa 6 mstari ule wa 11, anasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Anasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sio nguvu za shetani, hila za shetani. Maana yake ni kwamba kama ukiziona nguvu za shetani, tayari wewe umeshapigwa katika hiyo vita. Lakini kama ukiziona hila za shetani, ndani ya maarifa ya Mungu unaweza kuzipinga hizo hila za shetani, kwa sababu shetani anafanya kazi kwa hila. Anaweza akatengeneza mazingira fulani ya jambo, ukaliona jambo kuwa kubwa sana kwa sababu ya hila alizo nazo. Kwa hiyo anasema ili mpate kuzipinga hila za shetani, sio nguvu za shetani. Na ndio maana Mungu anahitaji sana tuweze kuwa na maarifa, kwa sababu shetani ana hila kwenye maisha yetu ya kila siku. Na Mungu anatuwazia siku zote yaliyo mema, hatuwazii yaliyo mabaya. Lakini kwa sababu ya hila za shetani, unajikuta wewe mwenyewe unajiwazia yaliyo mabaya. Ukisoma Yeremia mlango ule wa 29, Biblia inasema kwamba maana mimi ninawazia yaliyo mema. Mungu anatuwazia mambo yaliyo mema, sio yaliyo mabaya. Sasa kama Mungu anakuwazia yaliyo mema, kwa nini wewe unajiwazia yaliyo mabaya? Kama Mungu anakuwazia yaliyo mema, kwa nini unamwazia mke wako yaliyo mabaya au mume wako yaliyo mabaya? Mungu anatuwazia yaliyo mema. Hivyo anatuhitaji siku zote na sisi tujiwazie yaliyo mema, sio yaliyo mabaya, kwa sababu ukijiwazia yaliyo mabaya, ndani yake kuna hila za shetani na utashindwa mapema kwenye maisha yako. Ukitafakari hapa neno la Mungu kuhusiana na maarifa ya Mungu, maana yake ni kwamba Mungu anatuhitaji tuweze kuishi kwa taarifa zilizo sahihi juu ya maisha yako, kwa sababu maarifa ni taarifa iliyo sahihi kwa wakati ulio sahihi kwenye maisha yako. Unaweza ukawa na imani, nimesema kuna watu fulani kutokana na kukosa maarifa waliingia kwenye maangamivu. Na watu fulani walikuwa wakifanya huduma ya neno la Mungu, na mvua ikanyesha kubwa sana. Iliponyesha ile mvua, kukawa kuna kama mto. Sehemu ambao wanaenda kuhubiri ni mbali na eneo ile, inahitajika kuvuke mto na hakuna kitu cha kuvuka. Wao wakachukua ule mstari wa Yesu jinsi alivyotembea juu ya maji, nao wakasema tutatembea juu ya maji kwenda kufanya huduma ya neno la Mungu. Akaingia wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa bahati mbaya sana wote wakafia kwenye maji. Imani kweli walikuwa nayo, lakini hawakuwa na maarifa kwa wakati ule kwamba Mungu anawataka wafanye nini, kwa wakati gani ambao ni sahihi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo wao wakaamua kufanya kwa sababu tu
wameona kwenye neno la Mungu Yesu ametembea juu ya maji, kwamba na sisi tutatembea juu ya maji. Kumbe kila jambo Mungu analifanya kwa wakati wake na kwa taarifa zilizo sahihi ndani ya maisha yako. Kwa hiyo maarifa ni kitu cha muhimu sana. Unaweza ukawa unaomba, kwa mfano watu wanaomba Mungu afungue milango, afungue baraka mbalimbali ziweze kufanya kazi. Sasa Mungu anapoachilia baraka kwenye maisha yako, unakuta kwamba hakuna kitu kinachoenda kuzalisha kile ambacho Mungu amekiachilia. Kwa sababu baraka Mungu akiachilia, maana yake kuna mafanikio yenye neema ya kimungu ndani yake ya kuzidisha kitu ulicho nacho. Mungu anaachilia baraka kwenye eneo la ufugaji, anaachilia baraka kwenye eneo la kilimo. Anaona haujalima hata hujalima hata kunde, lakini umeomba baraka ya neema ya chakula, hakuna ulichokifanya. Mungu anaachilia baraka kwenye eneo la ufugaji. Mungu nibariki, niwe na kwenye mifugo, niwe na mifugo na nini. Akiangalia anaona unafuga nyau. Kwa unakuta sasa wale nyau ndo wanaongezeka, matokeo yake huoni impact kwenye maisha yako kwa sababu ya kukosa maarifa. Wakati mwingine unaweza ukaomba juu ya jambo fulani, lakini ndani ya moyo wako Mungu akaachilia wazo la kufanya jambo fulani kwenye maisha yako. Lile wazo silipuuzie. Ukiona una amani ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwenye Wakolosai 3 mstari ule wa 15, amani ya Mungu iamue mioyoni mwenu. Kama unajisikia amani kufanya jambo fulani, kuna msukumo wa juu ya hilo jambo, inawezekana ni sauti ya Mungu ambayo Mungu ameachilia maarifa yake juu ya hilo jambo unaloenda kulifanya, basi nenda kalifanya. Na hayo ndiyo maarifa ya Mungu. Hata haya tunaozungumza hapa ndiyo maarifa yenyewe ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Inawezekana umekosa maarifa kwa maneno tu ya kinywa chako. Maneno tu ya kinywa chako. Biblia inasema kwenye ile Methali, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe, Methali 6, na umenaswa kwa maneno ya kinywa chako. Wakati mwingine Mungu anakuwa amekusudia yaliyo mema. Labda umeomba juu ya watoto wako, maneno ya kinywa chako yanaonyesha jinsi ya ubaya wa kitu badala ya kuonyesha uzuri wakati tayari umeshaomba. Kama umeomba juu ya mtoto wako ili afaulu mtihani, manake mnenee yaliyo mema, sio mnenee tena yaliyo mabaya. Kama ulikuwa unasema huyo hana akili, anza kusema huyu mwanangu ana akili sana. Kama ulikuwa unaomba juu ya mke wako au mume wako, mnenee yaliyo mazuri, sio unaanza kumnenea tena yaliyo mabaya, kwa sababu yale maneno ndani mwake kuna hila za adui ambayo anaenda kuyathibitisha. Yale maneno yanaendelea kuwa dhahiri kwenye maisha ya kile kitu, yanakuwa halisi, kwa sababu maneno ni yanaumba kitu. Kwa hiyo maarifa ya Mungu kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu ni muhimu sana. Biblia inasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo namna ambavyo unaona, Mungu anategemea unaona nini. Unaona mazuri au unaona mabaya kwenye maisha yako? Kuna nini unachokiona? Kuna fursa unaiona? Kuna maarifa fulani unayaona ambayo Mungu amesema na wewe yafanyie kazi kwa wakati ulio sahihi, mahali palipo sahihi. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Fanya yale ambayo Mungu anataka ufanye kwenye maisha yako, ili maangamizo yasiweze kutokea, kwa kusikia maarifa ya Mungu juu ya kile unachoenda kukifanya. Wakati mwingine shetani ana hila sana. Hata wakati mwingine unaweza ukaingia kwenye maombi, labda unamwombea mtu, shetani anakuja kwa hila kabisa, anapiga mstari, anasema ukikatiza, ukivuka hapa ninakupiga au ninakuangamiza. Sasa wewe ukiona zile nguvu zake, usione zile hila, tayari unakuwa umekwisha kupigwa. Analeta hila ili kukujengea hofu kwenye maisha yako,
Hila anazileta ili kukujengea hofu. Kwa hiyo anaweza akaleta hila za kuonyesha juu ya jambo lile kwamba ni kubwa kuliko kawaida ili kukutengenezea hofu. Lakini wewe ukiangalia kwamba hizi ni hila, basi utaweza kuzishinda hila za shetani. Anasema vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzishinda hila za shetani. Na leo tutaenda kuomba pamoja na wewe ili Mungu aachilie maarifa kwenye maisha yako, ujue namna ya kufanya jambo sahihi kwa wakati ulio sahihi, ili uweze kufikia malengo ya kile ambacho Mungu anataka ukikifanya. Na tutakavyoenda kuomba hivi, basi angalia kwa mtazamo uliochanya ili kuweza Tutaenda kuingia kwenye maombi ili Mungu wa mbinguni aweze kuachilia maarifa kwenye maisha yako. Unajua, nimesema maarifa ni taarifa iliyo sahihi juu ya jambo fulani ambalo Mungu anataka ulifanye kwa wakati ulio sahihi. Kwa hiyo tutaenda kuomba Mungu ili Mungu aende kuachilia maarifa. Wakati mwingine kuna mambo mengi mazuri ambayo Mungu anataka kuyafanya, lakini inawezekana mtazamo wetu umekuwa wa kuona nguvu za shetani badala ya kuona hila za shetani, wa kuona ukubwa wa tatizo badala ya kuona hila za shetani, wa kuona ukubwa wa magonjwa badala ya kuona hila za shetani. Na kwa jinsi hiyo shetani amekuwa akitutenda na kusababisha kwamba siku zote tuendelee kumwona yeye ana nguvu. Lakini ukimwona shetani ana nguvu, basi unakuwa umefeli. Badilisha mawazo yako. Chochote kinachokutokea kwenye maisha yako, hona kwamba hizo ni hila za shetani, wala usizione nguvu zake, hata kama macho yanaonyesha kwamba amekuja kwa nguvu kwa kiasi gani. Basi na tuende kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wakati huu ninawakabidhi mikononi mwako Bwana. Neno lako hili ambalo tumelinena kwa muda huu mfupi, likafanyike baraka, likafanyike uponyaji. Ninakusihi wewe Mungu mwenye maarifa, ambaye Mungu unatupa akili katika mambo yote. Wewe unatuwezesha kuyajua hata yale ambayo Bwana hayawezekaniki. Basi Mungu, achilia maarifa kwa watoto wako Bwana. Achilia maarifa kwenye familia za watu wako. Achilia maarifa kwa vijana. Achilia maarifa kwa watu mbalimbali wenye uhitaji, ili Baba wajue namna ya kuenenda kwa wakati ulio sahihi, katika jina la Yesu Kristo. Wapo walio wagonjwa, ninaomba Mungu waponye magonjwa yao. Wapo ambao wana shida mbalimbali, wengine wana mateso kwenye afya zao, wengine wana mateso kwenye ndoa zao, wengine wana mateso kwa watoto wao, wengine wana mateso kwenye huduma zao, wengine Bwana wamekata tamaa kutokana na maisha ya shida, maisha ambayo ni ya kurudi nyuma, maisha ya madeni. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, shusha neema yako Bwana ya kuweza kuwavusha watu wako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwa jina la Yesu, na iwe kwako. Amen. Basi kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya huduma, kuna namba hapo unaziona za simu 0717 67 32 13. Hiyo unaweza ukatuma meseji. Lakini pia kuna namba nyingine ambayo ninakutajia 0672 43 32 13. Unaweza ukapiga, na wakati mwingine ukiona unapiga labda haipokelewi, tuko kwenye huduma, basi unatuma meseji juu ya kile ambacho unahitaji Mungu aweze kukifanya kwenye maisha yako. Ninaamini wewe pamoja na mimi Mungu atafanya jambo kubwa sana. Amen. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.